asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunataka kusikia neno la Bwana wakati huu ambayo inampendeza Bwana. Tukisikia neno lake, na najua umejiandaa, uko tayari kusikia kutoka kwa Bwana Mungu wako, na najua yeye ni mwaminifu, na amesema yeye kwa vile alikuita anajua kwamba atatenda katika maisha yako, na wakati huu ndio wakati wake. Anataka kunena na wewe, maana neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Na wakati Mungu ananena na wewe, anatumia kinywa cha mchungaji ama mnenaji katika mbele zako, kumtumia kinywa chake kama gari ya kulete ule ujumbe ili ukufikie wewe. Na kwa sababu umejiandaa wakati huu, kichwa cha ujumbe, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kichwa cha ujumbe ni hukumu juu ya watu waliopotoka. Bwana asifiwe sana. Rudia nyuma yangu. Hukumu. Kwa sauti, hukumu juu ya watu waliopotoka. Na pia unaweza sema hukumu ndani ya wale waliopotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukigusia wale waliopotoka, hatutakosa kugusia wale ambao hawajapotoka pia, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu pia tukajue mambo fulani. Kitabu cha Zaburi mlango wa 125 fungu la 5 inasemaje? Zaburi 125 fungu la 5. Asante. Zaburi 125 fungu la 5 inasema hivi: bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda nini? Mimi ndio niko na Biblia peke yangu. Nitawatuma mkalete wazazi wenu, kila mmoja aje na mzazi aeleze kwa nini mtoto wake hana Biblia. Bwana asifiwe. Na wale wako hiyo Biblia kwa nayo si imepasuka, mtakurudisha na mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Inasema hivi: bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae Israeli. Israeli ni watu gani? Ama Israeli ni mtu gani? Israeli ni mtu ambaye aliamini ya kwamba Yesu ni Bwana, mtu ambaye anakaa katika mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana anasema amani ikae wapi? Israeli. Kinyume cha Israeli ni mtu ambaye anatenda mambo yaliyopotoka. So Zaburi 125 fungu la 5 inasema hivi: bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae Israeli. Bwana ataondoa wale ambao wanageukia njia zilizopotoka pamoja na watenda maovu. Bwana asifiwe. Unajua unaweza kuona majambazi. Nafikiri tunajua majambazi. Wacha nitumie neno mawoza. Sio mawoza ndio neno la rais, mnajua mawoza, si ndio? Bwana asifiwe. Sasa askari wanatafuta mawoza. Alafu mawoza wengine wachukue askari kadhaa wanyonge, alafu wavae zile nguo za wale askari. Wavae nguo za wale askari. Alafu na wao washikane na wale askari wanatafuta nani? Wanatafuta nani? Sasa wanashika mawoza. Wanashika. Na jambazi pia anaanza kugeuza akawa kama askari, naye anatafuta jambazi
na askari. Sasa hawatapata, hata wale ambao ni askari watapotosha, ni hawa mahali basi. Na kuna watu wako makanisani na wao wanaitanishwa na Waisraeli, lakini wakiitanishwa na Waisraeli ni watu waliopotoka, ni watu ambao hawako katika msingi ya Mungu, ni watu ambao hawaenendi sawasawa na mapenzi ya Mungu, ni watu ambao hawaamini Mungu na wako makanisani. Hao ndio watu ambao ni wa fitina, ni watu wa vita, ni watu wa hasira, ni watu wa matusi. Hao watu hao ni watu ambao ni watu wa kutukanana, ni waizi, ni watu ambao wanavita kila wakati, ni watu wazushi, ni watu ambao hawana tunda la Roho katika maisha yao, ni watu ambao wanaweza kutenda ubaya wa kila namna, wawe wanaonekana wawe hawaonekani, lakini mara nyingi huanza kutenda wakiwa hawaonekani, mpaka baadaye wakaanza kutenda waziwazi, kwa sababu wamekomaa katika ule ubaya. Shetani ashindwe. Bwana asifiwe sana. Unajua, wakati unatenda ubaya, Roho wa Mungu anakuonya, anakwambia hili ni ovu, unarudi unatubu. Unatenda lingine libaya, unatubu. Lakini ukiendelea kuwa sugu katika kule kutenda uovu na utubu, ile hofu ya Mungu ikipotea ndani yako, ama ikiondoka, unakuwa umepotoka, unashika upotevu, unaanza kutenda upotevu. Na hata unaweza kuwa uko kanisani hujafikia kiwango cha kuonekana ule uovu, na unatenda uovu wako wa siri, watu wanaona hawajui, ama wewe unaona watu hawajui. Kuna watu wengine wanatendaga uovu lakini hajui anaonekana. Shetani ashindwe. Unajua wengine tunakoseana hapa, nasema Bwana asifiwe, na umenena kuhusu uovu. Watu wanatenda uovu wako makanisani na wameokoka na wanaitanishwa kwa Israeli. Maandiko yanasema nini? Inasema bali wao, ili fungu la 5 inasema bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Bwana asifiwe sana. Wale wanageukia njia zao zilizopotoka. Wewe ni Mkristo lakini unatenda uovu. Wewe ni Mkristo lakini unatenda dhambi. Wewe ni Mkristo lakini unatukana kila mtu, hata hapo nyumbani watu wanakujua wewe ni mtu wa matusi. Watu wanajua kabisa kwamba fulani yeye ni wa matusi. Ama watu wanajua kwamba huyo ni mwizi. Bwana asifiwe. Nani ashaikaa mtaani ambao anakaa nasikia wewe usianike nguo hapo zitaenda? Mimi nishawahi. Nyinyi hamjawahi? Nasikia usianike nguo hapo zitaibiwa hizo. Why? Kwa sababu kuna watu waliopotoka. Sasa wanajulikana waziwazi kwamba wale watu waliopotoka. Hao waliopotoka wanaonekana waliopotoka, hao wanaitwa watu waovu, hawaitwi watu waliopotoka. Wewe ambao umepotoka ni mtu ambao unaacha njia za Bwana, unaacha mapenzi ya Mungu, unageukia njia zako zilizopotoka. Wacha nikwambie, wazungu wanasema wale wandege ambao wanafanana wanapaa pamoja. Kizungu mnasemaje? Wale ambao ni wasomi, the ndege of Bwana mnanicheka. Mimi sijui kizungu. The birds of the same feathers flow together. Yeah. So, sasa watu ambao wanafutanga bangi wakienda mtaa na wajui watu ambao wanafuta bangi, huyo mtu siku hiyo atafanya nini? Atafuta bangi siku hiyo hiyo. You know why? Atashikana na wafuta bangi wenzake na utajua, utamwona tu na unasikia harufu ya bangi inanuka. Why? Kwa sababu wale ambao wanafanana mabawa wanapaa pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na mtu ambaye aliokoka akienda mtaa ambao amefika na yeye ni mgeni, utamwona atafanya bidii siku hiyo, atalala, atahakikisha kanisa ile atapoint aingie Jumapili. Why? The parts of the same feathers
flock together. Ndege wanaofanana upaa angani pamoja. Lakini sasa shangaa. Mnajua popo? Mnajua popo? Popo ni ndege ama ni mnyama? Mimi sijaelewa. Ama ni panya? Nani kazola? Ni ndege. Sasa ni ndege ama ni mnyama? Ni mnyama. Lakini ako na nini? Ako na mabawa. Na nyinyi mnaipanga mnasema kama ningekuwa na mabawa ningefanya nini? Ngaruka. Sasa naomba usikize. Kuna watu wako makanisani lakini wao unawaona kweli wako kanisani, lakini wao uelewi ni wa Kristo ama ni waongo. Uelewi kabisa. Maana leo wakisikia kuna harusi hapa mtaani na watu watakesha huko kwa disco. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mnajua mtandio? Mnajua mtandio? Ama mnajua mitandao hii? Wataichukua waifunge hapa hivi. Hapa hivi, hapa. Na watu wameokoka kabisa. Wanageukia njia zao zilizopotoka. Utaona huko wako hivi tu huko. Kwa hiyo nini inaitwaje? Bwana asifiwe. Inaitwaje hiyo? Disco. Utaona dance. Watu wanapiga picha. Na anataka niona picha. Ndio anazidisha kabisa. Watu Kristo, watu waliopotoka. Sasa wamezigeukia njia zao. Watu wakitukanana na wao watatukanana. Watu wakiiba na wao wanaungana na wao kuiba. Bwana asifiwe. Na sisi ni Wakristo. We are Christians. Tunaaibisha mwili wa Kristo. Na ndio unaona nyinyi wa Kristo nini? Mtachomeka. Wajeni waambie ukweli. Mtachomeka. Mnajiita wa Kristo. Sema maandiko yamesemaje hapa? Imesema amani ikae na Israeli. Yule mwenye ameokoka Mwisraeli wa kweli, amani itakaa na yeye. Lakini yule mwenye haja kuwa Mwisraeli wa kweli, maana kuna Waisraeli bandia. Wacha nitumie hilo neno. Amani itakaa kwao. Amani haitakaa na wao kabisa. Maana wamezigeukia njia zao zilizopotoka. Amani haiwezi kudumu na wao. Na ndio unaona Wakristo wengi wanashuhudia kushindwa kila siku, wanashuhudia maumivu kila siku, wanashuhudia yaani kukosa kila saa. Unasema mimi sina, hiyo hali ni ngumu, mimi hata kwenda hiyo mafundisho sina kitu. Lakini hana kitu kwa sababu amegeukia njia zilizopotoka. Tunasikia hapo hakuna amen. Tusilazimishe kabisa. Mkristo anajua na anapaswa kujua, na Mwisraeli wa kweli anapaswa kujua ya kwamba Mungu amesema amani ikae na nani? Na Israeli. Anasema atafanya njia pasipo na njia. Bwana asifiwe. Nimefika njia panda, sioni njia, lakini najua neno moja. Mungu anasemaje? Yuko Mungu anayeweza. Nikifika mahali nataka sauti. Good. Atafanya njia pasipo na njia. God must make a way where seems not to be no way. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So, wao wakiondoshwa, hata wale watu waliopotoka pia wataondoshwa na wao. Sijui kama mchana wa leo wewe kwa mambo wale watu waliopotoka. Haina
these people. Nauliza, are you among, because you know yourself, are you among them, those who have done what? Bwana asifiwe. Wale watu waliopotoka, are you among them? You really know yourself. No one can talk about yourself. Hakuna mtu anaweza kusemea, maana ya kusemea ni hukumu. Maana anasema msihukumu, maana ile hukumu mnao hukumu nayo utahukumiwa nayo hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Sijui kama hapa kuna watu wako tayari kuondoshwa. Wacha niangalie pointi zangu 3. Bwana asifiwe. Niko na pointi ngapi? 3. Sema 1. Point number 1. Onyo kwa waasi. Onyo kwa waasi. Wale waasi ni watu ambao wanaacha ile njia ya timu yao ambayo ilikuwa ni nzuri. Wanaasi, wanajitenga. Kwa kizungu wanaita rebellions. People who rebel. Onyo kwa waasi. Tukisema tunafanya huduma hii, unaona mwingine alikuwa tayari kufanya huduma na wao. Kama sasa hivi tunataka kujenga choo. Utaona mwingine ajihusishi na wengine kabisa. Na hataki kusikia hiyo maneno, lakini akisikia kuna kideri na pipa siku hiyo, atakaa hapa mpaka saa 12. Lakini akiona kuna mkutano, anatoka mbio. Huyo ni mtu mbaya, mwasi. Mfano wa watu kama hao ni wale watu ambao wanaacha mapenzi ya Mungu na kugeukia mapenzi yao. So, onyo kwa waasi. Mstari huu ni onyo wazi kwa wale wanaoacha njia za Mungu na kufuata njia zilizopotoka au uovu. Ni onyo. Maana unaweza kugeukia uovu wako na ukata katika huo uovu. Wacha nikwambie, hakuna mahali ambapo pameandikwa maandishi ya kwamba Mungu akishakufa ataombewa, ahamishwe kuzimu, apelekwe katika ufalme wa mbinguni. Hakuna. Katika dini zote, hizi dini ziko nyingi. Ndio nashukuru ya kwamba mimi si mtu wa dini na Ukristo si dini. Japo naona shuleni tukiandikiwa kwamba religious education. Christianity is not a religious. It's not a religion. Christianity is a relationship between a sinful man and the Holy God. That Mungu akamtuma Yesu kuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Huo ndio uhusiano wa Mungu mtakatifu na mwanadamu aliyekuwa mtenda dhambi. Lakini dini ni dini tu. Wanaweza funga waone kama watasamehewa dhambi zao. Mara kidogo utaona wanapewa sadaka ili wasamehewe dhambi zao. Mara kidogo utaona wanachinja ng'ombe wakawanyia watu nyama. Si nyama zinakuliwa? Nani walikula nyama? Wengine hawainui mkono. Mimi nilikula. Iko nini? Nyama zinagawanywa hapa na kuwanywa nyama. Watu waone kama watasamehewa kwa sababu pia kugawanya tu nyama. Si mgawanya magari, uchende mgawanya nyama. Gawanyeni magari, ndio muone kama mtasamehewa. Yes! Hapo hakuna nini. Pasta zigawanywe kweli. Zinaweza gawanywa kweli magari? Hata naweza gawanya magari ili waone kama watasamehewa. Hiyo ni dini inatafutanga Mungu hivyo. Wanapapasa Mungu ambao wasiomuona. Lakini sisi tunatafuta ni Yesu kupitia kwa msalaba na akatupanda. Maandiko yanasema kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu na alikujua. Ukiwa tumboni, hata kabla hujatungwa katika tumbo la mamako, na alikujua. That is Christ himself. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo onyo kwa waasi, unaweza kufa katika uasi wako, ukafa katika dhambi zako, ukafa katika kupotoka kwako. Huo upotovu ambao unaugeukianga wakati hauonekani, huo unaanza kufa kwa katika upotovu. Ukifa unaenda jehanamu. Angalia mfano wa maskini Lazaro na tajiri. Tajiri akawa akila katika meza
yakianguka, Lazaro anachukua anafanya nini? Mbona atoka pamoja? Lazaro anachukua anafanya nini? Kula. Hata huko anafanya nini? Atoka pamoja, hata huko anafanya nini? Wanaramba nini? Vidonda vyake. Si msome Biblia. Mnapenda kuangalia tu TikTok na katuni. Acha watch. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia sasa. Lazaro akawa anakula makombo na umbwa wakaranga vidonda vyake. Sio ilikuwa kwa mguu, ama ilikuwa kwa kifua, ama ilikuwa kwa tumbo, ama ilikuwa kwa mgongo, ama kwa kichwa, mimi sijui. Lakini maandiko yanasema umbwa wakamramba vidonda vyake. Siku moja tajiri akafa. Alipokufa wakaja MCA, wakaja wabunge, simtaja wengine, wakaja kina nani? Magavana, kina Mng'aro wakaja hapo, kina nani? Maseneta wakaja, mapresident pia wakaja. Walipokuja wakasema mwende mahali pema, kana kwamba kuna miti walipanda huko ya kutoa upe. Hakuna miti walipanda. Mwende mahali pema peponi. Mwende mahali pema peponi. Unaamurisha nani? Tajiri akafa akazikwa. Wakati wa kusimba kukaja watu mashuhuri, kukaja na ma-V8, kukaja na ma-Prado, kukaja na ma-Land Cruiser. Zikasimama machoka yakaja. Watu wakaja wakasema mwende mahali pema peponi. Akazikwa, akafa akazikwa. Maandiko anasema akafa akazikwa. Maandiko anasema Lazaro akafa. Hayasemi kama alizikwa. Akafa akachukuliwa moja kwa moja. Hayasemi kama alizikwa. Tafuteni hapo mahali mniambie. Maandiko yanasema kwamba Lazaro alizikwa. Yanasema Lazaro, Kikamba tunamuita Lazaro. Sema Lazaro. Sio Lazaro, Lazaro. Akachukuliwa kwa kifuani kwa nani? Kwa Ibrahimu. Sasa tajiri akiwa kuzimu akafungua macho kwa mbali, akamwona Ibrahimu na Lazaro kifuani mwake. Sasa hapo ndiye anaambia Ibrahimu, naomba umsii Lazaro ama Lazaro. Mimi nikoacha taje Lazaro maana ni Kikamba. Kikwetu hiyo mama alinifundisha hivyo. Mruhusu Lazaro apote mkaa kidole katika maji, au kurudishe ulimi wangu kwa tone la maji. Ibrahimu anamwambia, kati yetu sisi na wewe kuna shimo kubwa hapa. Kuna shimo kubwa sana. Na wale wanalala, si unaona sasa ni kundi po? Hapo angalia wale waliolala. Wanamsikia njia sana. Bwana asifiwe. Akamwambia, kati yetu sisi na nyinyi kuna shimo kubwa. Watu wa huko hawezi kuja huku na wao hawezi. Hata akachovya pia, wajua ni yangu naongeza. Hata akachovya pia hawezi kumrudisha ulimi wake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tajiri akakusii Lazaro, akamsii Ibrahimu amruhusu Lazaro arudi huko duniani, akawaambia kwa ndugu zake kwamba watubu, huku si kwema, huku si kuzuri. Ibrahimu akamjibu namna gani? Akamwambia, huko kina Musa wako, kina Reuben wako wapi? Mbona mwongei? Wako wapi? Kina nyanya Kerua wako wapi? Kina mama Kepasta wako wapi? Kina Macharia wako wapi? Wawahubirie wao, na wasiposikia hilo neno watakuja hapo ulipo. So usidanganywe. Hata leo kuna watu walikufa na wanaombewa kila siku waamishwe kutoka kuzimu wapelekwa peponi. Haiwezekani. Huko hakuna miti. Mwambie jirani yako hakuna miti huko. Mwambie hakuna upepo. Mweke mahali pema. Kwani mlipanda miti huko? Hakuna. Na huwezi kuombea maiti aokoke. Huwezi ombea maiti atubu. Huwezi ombea maiti ageuke aache njia zao mbaya. Maandiko anasema nyinyi tubuni mgeukie Bwana. Bwana asifiwe sana.
Mtu yoyote anapokufa, ile kitabu yake ya mazuri na mabaya imefanya nini? Imefungwa. Haiwezi kuandikwa kwamba ulikuwa mzuri. Hata tukaomba tukafunga mpaka matumbo yakashikana na mgongo, usidanganywe, huwezi kuhamishwa. Onyo kwa waasi. Point namba 2, hukumu ya pamoja. Bwana asifiwe. Point namba 2, wale wanaandika hukumu ya pamoja ama hukumu ya pamoja. Wale wanaochagua kurudia maovu. Naona unaweza kuwa umeokoka ukaamua kurudia upotevu ama uovu. Inasema wale wanaochagua kurudia maovu watapata hatima ya hukumu sawasawa na wale waliokataa kumjua Mungu kabisa. Kwa hivyo wale ambao mnaokoka, shikilia wokovu, kaa ndani ya Kristo, kaa katika utakatifu. Niliuliza mwingine, je, kuna mtu mtakatifu hapa duniani? Akaniambia hakuna aliye mtakatifu. Maandiko yanasema kwamba Mungu anasema ninyi mtakuwa watakatifu kama Baba yenu aliyewaita alivyo mtakatifu. Kama wewe hujakuwa mtakatifu leo, amua kuwa mtakatifu kuanzia leo. Na kama nataka nikusomea hapo mahali, enda ukafanya homework na uniletee nisahihishe. Ukasome hapo mahali penye pameandikwa mtakuwa watakatifu. Maandiko yanasema jiepusheni na uovu kwa kila namna. Je, mkijiepusha na uovu hamtatakasika? Mtakasika. Mtakuwa watakatifu. You shall be holy. Let your God. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wale waliopotoka, hukumu ya pamoja ni kwamba wataadhibiwa pamoja na watu waovu. Usijidanganye kwa kanisani, alafu nasema mimi niko kanisani, mimi sasa nimeenda kanisani, mimi ni wa Bwana. Hakuna. Lazima umfuate Kristo. Bwana asifiwe. Kuna nyimbo tulikuwa tunafundisha Sunday school. Tulikuwa na Sunday school kama watu wanafundisha. Ilikuwa tunaimba hivi: kumfuata Yesu siku kwa siku, sitaumizwa akiniongoza, furaha huzuni yoyote tokea, Yesu Mwokozi yuwani tosha. Bwana asifiwe. Furaha huzuni si hazitatokezea, zitatokezea uko umeokoka, lakini ukae hapo katika utakatifu. Usigeukie njia mbaya, usigeukie uovu, usigeukie maovu, usigeukie yasiyompendeza Bwana. Bwana asifiwe. Bali ukae ndani ya Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Point namba 3, point ya mwisho. Baraka ya amani. Amen. Baraka ya nini? Ya amani. Licha ya onyo hilo, neno linafungua mlango wa wale wanaoendelea kumtumaini Mungu. Narudia. Point namba 3, baraka ya amani. Licha ya onyo hilo, neno linafungua milango kwa wale wanaoendelea kumtumaini Mungu na kuishi kwa unyofu, kupokea amani ya kweli. Amen. Amen. Wale ambao wataendelea kukaa ndani ya Kristo watapata amani ya kweli, watapata baraka na amani. Amen. Sema baraka na amani. Baraka na amani. Leo tukishafunga ibada nyingine tutaachana. Lakini wiki hii ambayo tunaianza, tukishatoka hapa, ili mpaka ufike Jumapili utakuwa na baraka na amani. Hiyo ndio swali ya kujiuliza. Kwa nini? Tuangalie verse 1. Verse 1 inasemaje? Verse 1 inasema hivi: wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Unapomtumikia Bwana ama kumtumaini Bwana, utakuwa kama mlima Sayuni ambao hautikisiki, hautatikisika hata kuche nini.
kuja matatizo ya namna gani, hautetemeki. That's how Christian should be. Bwana asifiwe. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautikisiki wakaa milele. Amen. Kama milima inavyo uzunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana asifiwe, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Amen. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, hivyo ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake wale wamchao. Sikia, nani ni moja. Kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Bwana asifiwe. Ni mnataka maarifa. Kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tangu sasa na hata milele Bwana atawazunguka watu wake. Kwa hivyo kama wewe ni wa Mungu, umezungukwa katika jina la Yesu. Umezungukwa katika jina la Yesu. Umezungukwa katika jina la Yesu. Ndio waweza kuona watu ambao si waokovu, hawajaokoka, hawamchi Mungu, lakini nasikia naimba upendo wa Bwana umenizunguka, zunguka, 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 upendo wa Bwana umenizunguka. Hajazunguka kabisa. Mungu anazunguka watu wake. Watu wake kama vile milima imezunguka Yerusalemu, hivyo ndivyo Bwana anawazunguka watu wake. Wewe umezungukwa na Bwana. Wewe umezingirwa na upendo wa Bwana. Wewe umezingirwa na nguvu za Bwana. Wewe umezingirwa na upendo wa Bwana. Hata mapaka wako huko nje wamelala ama wako shughuli zao ama na jicho. Wewe uko pale kwa nyumba, hata umeona zaidi sasa umevamiwa na shetani. Shika katika jina la Yesu. Shika katika jina. Wakristo hamjasikiwa. Paka tu. Bwana Yesu asifiwe. Si maandiko anasema kwamba mmepatiwa uwezo. Maandiko anasema mmepewa uwezo. Mmepatiwa uwezo kwa watu. Mmepatiwa uwezo na nini? Na mamlaka. Bwana asifiwe. John 10:10 nasemaje? Mtu asome John 10:10. John 10:10. John 10:10. John 10:10. Nasemaje? Mwivi haji ila aibe na kuchinja. Na kuharibu. Unaona mwivi? Unaona mwivi? Haji ila atakuja kufanya hayo mambo. Mwivi haji ila atakuja kufanya hayo mambo gani? Usimsome tena. Kwani hamna Biblia? Aibe, achinje na kuharibu. Nani alikuwa anaongea maneno? Nani alikuwa anaongea maneno? Yesu. Akasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Lakini akasema mimi nalikuja. Bwana asifiwe. Akasema bali mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Sasa Wakristo hawana uzima. Mungu amelala usiku, watu wana usingizi mtamu, nyumba haina siri. Jamaa amelala na mawazo yake, amekesha tu hapo sikia mapaka huko. Shimwe katika jina la Yesu. Wengine walikuwa na mwingine amelala. Na waangusha. Sasa Bwana asifiwe. Ile sarakasi wa Kristo tuko nayo jamani. Tuache hii sarakasi jamani. Tuache hii sarakasi. Ukiona paka umeona shetani. Shwari, na ukiona nyoka utadhuru. Bwana asifiwe.
Nani ashasikia maneno shida katika hebu ndio mkono kama mimi nishasikia. Mimi maneno nishasikia. Hata wewe mwenyewe ulisema tayari. Na wengine hapa alisema chawa hata inua mkono kabisa. Sasa paka hata kwa busy na shughuli zake huko. Pengine alikuwa na mfupa na haina nyama. Sasa anapokonyana mfupa yenda paka mwenzake. Baada ya ndio machiwe kwa jina la Yesu. Na mna uwezo na mamlaka. Uwezo na mamlaka mlipewa. Soma hapo mbele. Verse 11. Mimi ni mfugaji mwema. Mfugaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Naye kondoo si mali yake. Kumuona mbwa mwitu. Anakuja. Akawaacha kondoo na kukimbia. Akaacha kondoo na kukimbia. Mbwa mwitu akamata na kuacha. Yes. Sasa uamwitu wa shetani ameingia kanisani, ameingia kwa watu waliookoka. Hapo hao watu hawamjui Mungu wao, hawaamini kwamba Kristo alikufa mara ngapi? Mara ngapi? Moja. Na aliwaokoa mara moja. Kama uliokolewa mara moja, kaa ndani ya huo wokovu. Mara ngapi? Ukiendelea si unaokoka kila siku. Na kinyume cha kuokoka kila siku, wacha nikwambie, ni kukufa. Na ukiona maiti ya kufufuka kila saa, mwisho atafanya nini? Amwongei. Nauliza, ukiona mtu anafufuka kila wakati, mwisho atafanya nini? Atakufa kabisa. Na mauti ya kiroho ni mbaya, wapendwa. Nasema mauti ya kiroho ni mbaya. Tunaona msemi amen. Nasema mauti ya kiroho ni mbaya. Bwana asifiwe. Sisi wa Kristo tumepata bahati. Tuangalie verse 3. Verse 3 nasemaje? Kwa maana hii hapa kwa Zaburi 125. Turudi hapo. Zaburi 125. Anasema Zaburi 125 verse 3 anasema, kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye nini? Potofu. Ngoja nikwambie, fimbo ya udhalimu, fimbo ya ubaya, fimbo ya maovu haitakaa kwa Wakristo. Mungu hatapiga mtu. God cannot fight you. Let me tell you, God will never and he will never fight any Christian. God is a loving and a caring Father. Amen. Kwa hivyo fimbo ya udhalimu haitakaa kwa Wakristo ili wasije wakainyosha mikono yao kwa uovu. God shall protect your life in Jesus' name. Amen. Verse 4. Ndio namalizia hapa. Bwana, uwatendee mema walio Wema. Bwana asifiwe. Turudie tena. Bwana, uwatendee mema walio Wema. nao walio wanyofu wa moyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atatutendea wema wale ambao hatujapotoka. Bwana atatendea wema wale ambao hawajapotoka. Amen. Mungu atatendea wema wale ambao hawajapotoka. Amen. Na ukiona ambao hawajapotoka wanatendewa wema, usikasirike. Usikasirike na usiwachukie na usione kwamba wao ndio muhimu sana kushinda wewe. Wewe pia ni muhimu, lakini umepotoka. Fimbo ya udhalimu itakaa ndani yako, itakaa juu ya maisha yako, itakaa juu ya afya yako, itakaa juu ya familia yako. Bwana asifiwe. Amen. Mchana wa leo nataka usemezane na moyo wako na usemezane na Mungu wako, maana Mungu anasema hivi katika maandiko, njoni tusemezane, asema Bwana wa majeshi. Na nyinyi ndio majeshi, na kwa sababu nyinyi ndio majeshi, Mungu anataka msemezane na yeye. Angalia moyo wako, peleleza moyo wako katika mchana wa leo. Leo ni saa 6:45 saa hii. Upeleleze moyo wako.
Je, wewe ni katika fungu ya wale waliopotoka ama wewe uko katika fungu la wale wanaomcha Bwana? Bwana asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka uchukue fursa hii. Semezana na moyo wako. Talk to your spirit. Peleleza moyo wako. Angalia kama kweli wewe una maovu ndani yako ambayo yatafanya wewe uchangane na wale watu wabaya. Maana siku inakuja, maandiko yanasema siku inakuja ambayo inaoga kama tanuru, na watenda maovu watatupwa katika moto na kiberiti. Mshasikia maandiko yanasema hivyo, watatupwa katika moto na nini? Na kiberiti. Wewe ni katika wale ambao watatupwa katika moto na kiberiti? Nisikia mwingine anasema sulfur. Maana tumeokoka mara moja, lakini upotevu umejaa makanisani, mpaka hata wale wanakaa na wewe katika nyumba moja wanasema kama wokovu ni huo wako, siendi kanisani. Bwana asifiwe sana. Mungu amani awabariki sana.